Anakuja upesi Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina, na uje Bwana. Yuaja Yesu, atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena. Baba uliye mwema, Baba uliye mtakatifu, Baba mwenye haki, asante kwa mchana huu Baba wa masaa matakatifu ya Sabato. Tunakushukuru kwa kuwa umeendelea kuwa nasi, na tunapohitaji kuyatafakari maneno yako, tunakusihi Baba ukatufumbue macho yetu tukayaone maajabu yaliyobebwa na maneno yako. Umetuahidi katika Yohana 10:13 ya kwamba lakini yeye atakapokuja, huyo Roho kweli, ataongoza na kuwatia kwenye kweli yote. Katika Yohana 8:32 ukatuambia kwamba tutaujua ukweli na huo ukweli utatuweka huru. Yohana 17:17 ukatuambia utakase na ile kweli, neno lako ndio kweli. Hivyo Baba, tunahitaji la kutakaswa, tunahitaji kuwekwa huru. Tunaomba tujaze na Roho wako mwema uliyetuahidi katika Luka 11:13 ya kwamba ikiwa sisi wazazi waovu tunajua kuwapa vizuri watoto wetu, je, Baba uliye mbinguni hutazidi sana kutupa Roho wako Mtakatifu? Baba tafadhali, tunakuomba tujaze naye. Asante kwa kuwa utakwenda kunena nasi. Nifanye nyenzo mikononi mwako, kupitia mimi, nihubiri mimi na utuhubiri sisi na wote ambao Baba watasikiliza maneno yako kupitia kinywa changu. Kila mmoja Baba akayatetemekee. Asante kwa kuwa utakwenda kutenda zaidi ya hivi ambavyo tumekuomba, tukiamini ya kwamba Baba umesikia na umetuahidi katika Marko 11:24 ya kwamba yote tuyaombayo tukisali tuamini ya kuwa tumeyapokea na yatakuwa ya kwetu. Ni imani yetu ya kwamba Baba tumeyapokea na yamekuwa ya kwetu. Asante kwa kuwa umesikia na asante kwa kuwa umetenda. Tumekuomba Baba, tunakuamini, tunakupenda, tunakushukuru na kukutukuza kupitia jina takatifu tunalipenda la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tulianza kujifunza mfululizo wa masomo yetu yanayosema kizazi cha mwisho na mvua ya masika. Kizazi cha mwisho na mvua ya masika. Tunaishi katika wakati wa mwisho, wakati ambapo historia ya ulimwengu huu inakaribia kwenda kufika ukomo. Na katika Zakaria 10 mstari wa 1, mtumishi wa Mungu anatuambia ya kwamba muombeni Bwana mvua wakati wa masika, na Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Tumuombe Bwana mvua wakati wa masika. Kwa cha kwanza lazima tujue wakati. Lazima tujue kwamba je, huu ni wakati gani? Haya ni majira gani? Haiwezekani kwamba kwenye kiangazi unamuomba Bwana masika. Kwa lazima hayo ni majira ambayo tunahitaji kumwomba Bwana masika. Kwa kuna umuhimu wa kutambua majira. Katika Mhubiri 3:1 mtumishi wa Mungu anasema, Mhubiri 3 mstari wa 1. Mhubiri 3:1 anasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Katika habari ya mpango wa ukombozi, swala la wakati ni swala la muhimu sana. Kama tulivyoona katika siku ya kwanza tulivyoangalia, ni lazima kujua wakati. Yaani kwenye mpango wa ukombozi, swala la wakati ni swala la muhimu sana. Tuliona kwamba hata Yesu Kristo alipoanza huduma yake huwa nje hapa duniani, alipoanza kuhubiri Marko 1:14 na 15, anaambia wakati umetimia, tubuni na kuiamini Injili. Kwa swala la wakati ni swala la muhimu sana.
haiwezekani watu wa Mungu kuamka bila kujua wakati. Wakati ni muhimu sana katika mpango wa ukombozi. Na Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32 anasisitiza umuhimu wa wakati. Katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32 anasema, na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua yawapasayo Israeli wayatende. Kwa cha kwanza, wana wa Isakari walikuwa wanajua wakati. Cha pili, ukisha ujua wakati, lazima ujue kwamba ninatakiwa nifanye nini kwenye huu wakati. Kwa mfano leo ni Sabato. Itakuwa ni maajabu mimi ninajiita ni Mwadventista msabato, halafu nikachukua jembe nikaenda kulima, au nikaenda nikafungua duka langu na kufanya shughuli zangu za kawaida. Itakuwa ni maajabu. Kwa ukishaujua wakati, unakusaidia kujua kwamba ninapaswa kufanya nini katika wakati. Kwa issue sio kujua wakati tu. Issue ni kujua pia kile cha kufanya katika wakati. Kwa kuna umuhimu sana wa kujua wakati. Kujua wakati kunahitaji akili. Wana wa Isakari, watu wenye akili. Akili ndio zinazoweza kufanya kwa ujua wakati. Tunapoenda mwisho wa wakati, tunapoenda kufungua historia ya dunia hii, watu wengi hawataona kama tunaenda mwisho, kwa sababu watu wengi akili sio nzuri. Kuna shida kwenye akili. Kwa akili inakufanya kujua wakati. Na ukisha ujua wakati, inakupelekea kujua kwamba ninapaswa kufanya nini katika wakati huu. Kwa wakati ni jambo la muhimu sana. Paulo naye akasema katika Wathesalonike wa kwanza 5. Kwa ni muhimu sana kujua wakati, kwamba tunahitaji mvua ya masika, lakini kwa nini tunapaswa kuomba mvua ya masika? Ni kwa sababu tuko mwisho wa wakati. Wathesalonike naye akasema Paulo katika Wathesalonike wa kwanza 5, nitasoma mstari wa kwanza, nitasoma mstari wa pili na mstari wa 4. Tusoma mstari wa kwanza, mstari wa pili na mstari wa 4. Twende kwa haraka. Wathesalonike kwanza 5, mstari wa kwanza, wa pili na wa 4 anasema, lakini ndugu, kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie, maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kuwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Paulo anasema kuhusu habari ya majira na wakati hamna haja niwaandikie, kwa sababu sisi wenyewe tunajua kwamba siku ya Bwana yaja kama vile mwivi anavyokuja usiku. Watu wengi ndani ya kanisa la Mungu na wakati mwingine hata madhehebu mengi ya Kiprotestanti wanalitumia lifungu vibaya, kana kwamba Yesu atakuja kama mwivi. Na huwa wanakuwa na shida, sababu huwa wanasoma wanaishia mstari wa pili, kana kwamba Paulo alivyoandika kwa uvuvio wa Roho wa Mungu alishia kwenye mstari wa pili. Huwa kuna mstari wa 4 ambao wengi huwa hawauoni. Kwa ni kweli kwamba siku ya Bwana inakuja kama mwivi. Inakuja kama mwivi kwa nani? Sio kwa kila mtu. Kuna kundi ambalo Yesu hawezi kuja kama mwivi, kwa ambao nimesema katika mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema ya kwamba, bali ninyi ndugu hamo gizani hata siku ile wapate kama mwivi. Kuna kundi ambalo Yesu hatakuja kama mwivi kwa sababu hawako gizani. Kwa nini hawako gizani? Wana neno ambalo linaonyesha. Katika Petro tuliona narudia kwenye ile utangulizi kuweka msingi ili kuweza kuendelea na somo letu. Katika Petro tuliona katika Petro wa pili 1:19. Kwa nini mimi na wewe tutakiwi kuwa gizani? Kwa nini hatutakiwi mimi na wewe tuwe gizani? Petro wa pili 1:19 anatuambia, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa maana ya kwamba sisi tuna neno la unabii, ambalo ile neno linatuonyesha tulipokuwa, tulipo na tunapokwenda. Maana neno la unabii linatuonyesha safari yetu, ya kwamba safari yako inahitaji kilomita 10. Lakini kilomita 10 utakutana na 1, 2, 3, kuna alama zimewekwa kwenye safari. Utakapokutana na alama fulani, ujue kwamba safari yako imekaribia mwisho. Kwa neno la unabii ni alama inayotuonyesha tulipokuwa, tulipo na tunapokwenda. Kwa sisi tuna alama. Na hiyo alama inatuonyesha tuko wakati gani. Kwa ni muhimu sana kuzijua hizo alama zinazotutambulisha wakati tuliopo. Kwa alama zinatusaidia kujua wakati. Na ukisha ujua wakati, lazima ujue jinsi ya kuishi katika huo wakati. Kwa wakati inatusaidia, tukishajua wakati, maana yake hatujua wakati tu, kama ambavyo ninatolea mfano. Haiwezekani leo ni Sabato na mimi ni Mwadventista msabato
nikachukua jembe nikaenda kulima. Kwa siku ya Sabato nitakuwa kwenye ibada kumwabudu Mungu wangu. Kwa wakati unatusaidia kufanya maamuzi sahihi na matumizi sahihi ya wakati. Katika kitabu cha Elimu ya Kweli kurasa wa 178 aya ya 3, nukuu zangu zote zinatoka kwenye vitabu vya Kiingereza, kwa hiyo unaweza kufuatilia 178 aya 3, ila mimi nitakisoma kwa Kiswahili. 178 aya 3 inasema, historia ambayo mimi niko, ambaye niko mkuu, ameiandika katika neno lake. Nasema kwamba, nirudie, historia ambayo mimi niko, ambaye niko mkuu, ameiandika katika neno lake, ikiunganisha kiungo baada ya kiungo katika mnyororo wa unabii, kuanzia milele ya zama zilizopita hadi milele ya zama zijazo. Hutuambia mahali tulipo leo katika kuendelea kwa nyakati na kile tunachoweza kutegemea katika nyakati zijazo, kwamba historia ambayo imeandikwa na mimi niko. Mimi niko ni nani? Yesu Kristo. Inatuonyesha tulipokuwa na leo tuko wapi, na inatuonyesha tumebakisha safari kiasi gani. Kwa sisi hatutakiwi kuwa na mashaka yote yale. Mtu anayejua historia ya mimi niko, unaposoma unabii unakuonyesha vizuri kwamba ulikuwa wapi, uko wapi, na unatakiwa ufike wapi, umebakisha umbali gani. Kwa katika safari yetu kwenda mbinguni hatutakiwi kwenda kwa kubahatisha. Nabii anaendelea kusema ya kwamba yote yaliyotabiriwa katika unabii kwamba yatatimia mpaka muda tulionao yamewekwa katika kurasa za historia, na tunaweza kuwa na uhakika kuwa yale yote ambayo hayajatokea yatatimia katika mpangilio wake. Maana ya kwamba kila kitu kiko kwenye mpangilio, kiko kwenye utaratibu wake. Kuna yale ambayo yalisemwa yatatokea, yalishatokea, na kuna yale ambayo hayajatokea. Tunajua ya kwamba kama yale yaliyosemwa yametokea na yametokea kwa utaratibu wake kwa wakati wake, na hayo mengine ambayo hayajatokea nayo tutegemea kwamba yatatokea kwa utaratibu ule kwa mpangilio na kwa wakati wake. Kwa katika safari yetu ya kwenda mbinguni hatuna sababu ya kuhisi. Nabii amesema pia katika Pambano Kuu ukurasa wa 598. Najaribu kujenga msingi kuwakumbusha pale tulipoangalia somo lililopita. Pambano Kuu 598 aya ya kwanza. 598 aya ya kwanza. Mia 598 aya ya kwanza, Pambano Kuu, anasema, tutasoma maneno ya mwisho. Anasema, anayo chati inayoelekeza kila alama ya njia ya safari inayoelekea mbinguni, na hapaswi kukisia chochote wakati wowote. Yaani sisi tunayo chati inayotuelekeza kwenye safari yetu. Ukiwa na chati inakuonyesha, hapo umefika, umeshatembea kilomita 9, safari yako ni ya kilomita 10, imebakia kilomita 1. Kwa hatutakiwi kuhisi chochote. Safari yetu ina alama inatuonyesha kwamba safari yetu tumeshatembea, imefika hapa, na imebakia safari umbali kiasi gani ili kuweza kufika mwisho wa safari yetu. Kwa hakuna chochote kile ambacho tunatakiwa kuhisi. Tumepewa ramani, na hiyo ramani inatuonyesha vizuri kabisa tulipokuwa, tulipo na tunapokwenda. Hatutakiwi kuhisi chochote. Hasa katika Mathayo 24, ambapo katika safari yetu sasa, ili kujua kwamba tuko katika kizazi cha mwisho, tunajueje ya kwamba tuko kwenye kizazi cha mwisho? Ili tujue ya kwamba tunatakiwa kuwekeza nguvu nyingi sana kwenye maombi ya mvua ya masika. Tunajueje ya kwamba tuko kwenye kizazi cha mwisho? Mathayo 24. Tutatembea sana kwenye Mathayo 24. Mathayo 24 ambao ni unabii ambao Yesu Kristo mwenyewe aliutoa, ambao utakuta pia umeandikwa kwenye Luka 21, lakini pia Marko akaurudia katika version ya Marko, ameandika kwenye Marko ya 13. Ni maneno yanayohusiana na unabii wa Yesu Kristo ambao alizungumza kuhusiana na habari zinazotupeleka mwisho wa dunia. Unaposoma watu wa Mungu, Mathayo 24 ni habari ambayo imeanzia mwisho wa Mathayo 23. Mathayo 23, Mathayo 24, Mathayo 25 mpaka Mathayo 26 mwishoni ni sura ambazo zimeandikwa siku chache kabla Yesu Kristo kufa pale msalabani. Kawaida watu wa Mungu tunajua wakati mtu yote anapokaribia kufa kwenye maisha yetu, huwa anatoa kila aina ya siri. Kwa Yesu alitupatia taarifa za muhimu za mwishoni. Kabla Yesu kumaliza huduma yake ya ua wanje, alitupatia taarifa za muhimu. Neno la Mungu linatupatia taarifa za muhimu sana katika Mathayo 24. Nabii anasema dada wetu ya kwamba tunatakiwa kuisoma kwa kurudia rudia. Nafikiri ni kwenye kitabu cha Evangelism
anaongea kwamba tunapaswa kuisoma kwa kurudia Mathayo 24 kwa maombi, kwa sababu mle katika Mathayo 24 kuna habari za muhimu zinazotupelekea kufika mwisho wa historia ya ulimwengu huu. Kwa ni sura ya muhimu sana kuisoma kwa maombi, kwa kuirudia na kwa kuitafakari. Kwa Mathayo 24 ziliandikwa siku 3. Tunajuaje kwamba ukisoma kwa sababu ya muda hatuwezi kurudia, tuwezi kuisoma yote. Ukisoma Mathayo 23, Mathayo 24 inapoanza inaonyesha ni habari iliyoishia kwenye Mathayo 23. Kwa Mathayo 23 inapoisha inaunganishwa habari yake kwenye Mathayo 24. Mathayo 23, 24, 25, 26 imeandikwa kwa kufuata, Kiingereza wanasema ni chronological order. Chronological order maana yake zimeandikwa kwa matukio yanayofuatana. Ni habari zinazoenda kwa kufuatana. Kwa Mathayo 24, 23 Yesu akazungumza, akaunganisha Mathayo 24 akaunganisha Mathayo 25, na anapomaliza ukiangalia ile Mathayo 26, tuangalie Mathayo 26 ili tujue kwamba hizo sura zimeandikwa siku ngapi. Kwa wakati wako mtu utaangalia tu. Ukisoma hizo sura zimefuatana. Mathayo 24 inaongelea matukio yatakayotokea, Mathayo 25 inaongelea uzoefu wa watu wa Mungu jinsi utakavyokuwa kabla ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Kwa Mathayo 24 inatupa matukio, Mathayo 25 inaongelea uzoefu. Ndio utakuta pale kisa cha wanawali, utakutana na pale kuna habari ya nini? Ya talanta. Kwa utakuta zinatoa uzoefu wa watu wa Mungu jinsi utakavyokuwa muda mfupi kabla ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Sasa Mathayo 26 ukisoma nitasoma mistari ile ya mwanzoni tu kutuonyesha. Nasema kwamba ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote. Yapi? Kwa sababu Mathayo 26 inaanza kuongelea maneno hayo yote. Yapi? Yale aliyoanza kuyaongea kuanzia kwenye Mathayo 23. Mathayo 23 Yesu alitoa ole kwa kanisa lake. Mathayo 24 akaja akaelezea matukio yatakayotangulia mwisho wa dunia. Mathayo 25 akaongea uzoefu wa watu wake. Mathayo 26 inasema ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote aliwaambia wanafunzi wake. Baada ya kuyamaliza sasa hayo maneno alianzia kwenye Mathayo 23. Nasema ya kwamba mstari wa 2, mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka na mwana wa Adamu atasalitiwa sulubiwe. Kwa hayo maneno yalisemwa siku 2 kabla ya kifo cha Yesu Kristo. Kwa Yesu alitoa taarifa za muhimu sana kwa ajili ya jamii ya mwanadamu. Kwa ni taarifa za muhimu kwa sababu Yesu alizitoa siku 2 kabla ya kufa, ambazo zinatakiwa zitusaidie mimi na wewe tunoishi katika kizazi hichi ambacho ninaamini bila mashaka ni kizazi cha mwisho, na tutathibitisha kwa neema ya Mungu kupitia Biblia, kupitia roho ya unabii na kupitia matukio yanayoendelea duniani. Kila kitu kinatuonyesha kwamba tuko mwisho wa dunia. Kila kitu kinatuonyesha kwamba tuko mwisho wa dunia. Mathayo 24 mstari wa 3 inasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa wanafunzi wa Yesu Kristo walienda kwa faragha. Baada ya habari za hekalu mle wakamfuata kwa faragha kumwambia, tuambie mambo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa walitaka kujua habari za kuja za mwisho wa dunia. Kwa Yesu akaanza kuwapa taarifa kuanzia mstari wa 4. Tutasoma tu mstari wa 4, matukio mengine kwa kadri tunavyoendelea na somo letu tutaendelea kujifunza. Tuangalie mstari wa 4. Kuna neno la kwanza kabisa ambalo Yesu Kristo alianza kuongea kuhusiana na mwisho wa dunia. Alisema kwenye mstari wa 4 akasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Tunapoelekea mwisho wa wakati, watu wa Mungu, kuna uongo mwingi. Kama kuna kitu cha kuwa nacho makini, ni taarifa ya kwanza ambayo Yesu Kristo aliulizwa. Ni taarifa ambayo Yesu Kristo alianza kutoa majibu. Anasema angalieni. Chonde ninawasihi mtu asiwadanganye. Tunapoelekea mwisho wa wakati, uongo ni mwingi mno. Uongo ni mwingi kwenye makanisa, kwenye mataasisi mbalimbali. Hata taarifa nyingi zinazotolewa kwenye ulimwengu ni za uongo. Manake matukio mengi tunayoona ambayo yaliendelea kutajwa na Yesu Kristo, ukiyasikiliza maelezo yake kwenye vyombo vya habari, hata kwenye nyumba zetu za ibada nyingi zinatoa taarifa za uongo. Uongo ni mwingi tunapoelekea mwisho wa dunia. Katika mstari wa 32 mpaka 35, Mathayo 24:32, Yesu akasema, basi kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno ukaribu.
Yesu baada ya kutoa maelekezo tukio mengine yatakayotangulia, mstari wa 32 akazielekeza akili za wanafunzi wa Yesu Kristo ambao leo hawapo kwenye ulimwengu. Wote walishakufa. Wote wako kaburini. Kwa katika hii habari aliyosema Yesu Kristo, ananielekeza mimi na ambao sasa hivi tuko hai. Anazielekeza akili zetu twende kwenye mtini tukajifunze. Unapoenda kwenye mtini, unaweza ukajua sasa hivi ni majira gani. Ukiona majani yamechipuka, unajua kabisa sasa hivi ni masika, ni msimu wa mvua. Kwa Yesu anazielekeza kwa akili zetu kwenye mtini. Kwa maana ya kwamba kuhusiana na habari ya mwisho wa dunia, haitakiwi muwe na mashaka muhisi. Anazielekeza akili zetu twende kwenye mtini tukajifunze. Mwaka una majira 4. Kwa lazima ujue kwamba kupitia unaweza ukajifunza ukajua sasa hivi ni wakati gani. Ukiona majani yanapokutika kwenye mti unajua sasa hivi ni wakati gani. Ukiona kuna ukame kumekauka unajua ni majira gani. Ukiona majani yamenyenyuka hivi yameng'aa kijani unajua ni majira gani. Kwa Yesu alitaka akili zetu wazielekeze kule ili tujue ukaribu wake wa kuja, jinsi ambavyo tutaweza kujua, kwa maana ya kwamba tusije tukabaki na mashaka ya kwamba hakuna mtu ajue, hakuna mtu ajue. Yesu alitaka tuwe na akili ambazo ni sharp, ambazo zinaweza kuelewa ukaribu wake, jinsi ambavyo tutakavyokuwa umekaribia. Na kuishia katika mstari wa 32 tu. Mstari wa 33 anasema kwamba nanyi kadhalika myaonapo hayo yote. Hayo yote yapi? Anaposema nanyi kadhalika myaonapo hayo yote ambayo aliyasema, yale matukio ambayo yatatangulia ujio wake. Kwa tukisha yaona hayo yote, hatutakiwi kuhisi. Hasa kwa neema ya Mungu tutayaona hayo yote tunapotafuta kizazi cha mwisho. Kadiri takavyoendelea kuangalia somo letu, tutaona hayo matukio yote aliyoyasema. Yapi? Yale aliyosema yatatangulia ujio wake. Tukisha yaona hayo yote, anasema ya kwamba tambueni ya kuwa yu karibu. Hakuishia hapo karibu, kwa sababu watu watasema Yesu amesemaga yuko karibu, juu yake toka kina Paulo anasema yuko karibu kuja mpaka sasa hivi miaka 2000 hajaja. Hakuishia hapo, akasema sio karibu tu, akasema mlangoni. Maana yake ya kwamba tutakapo yaona hayo, tutambue kwamba ujio wake sio karibu tu, lakini uko mlangoni. Maana yake umekaribia mno. Akamalizia kwenye mstari 38 akaongezea, akasema amini nawaambia. Ukiona neno ameanza Yesu anasema amini, maana yake jamii kubwa kwenye ulimwengu ambayo itaishi katika wakati ambapo hilo tukio linatokea, au jamii inayokutana na hilo jambo ambalo limetanguliwa na amini, asilimia kubwa hawataamini. Yesu anapoanza kwamba amini, maana yake anasema mimi ni Mungu, ninautangaza mwisho tangu mwanzo. Ninaujua mwisho tangu mwanzo, kwa siwaambii maneno ya kubahatisha. Kwa Yesu anasema ya kwamba anautangaza mwisho tangu mwanzo kwa sababu yeye anaujua mwisho tangu mwanzo. Anaposema ya kwamba amini nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Kwa kuna kizazi ambacho Yesu anasema ya kwamba hakitapita. Hicho kizazi kitashuhudia ujio wake wa pili, ambapo ndio lilikuwa swali. Haya maelezo yote ni majibu ya lile swali ambalo walizotuambie mambo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Yesu anakuambia kwamba kuna kizazi ambacho hakitapita, maana yake kitashuhudia Yesu akija kwenye ulimwengu. Hasa hicho kizazi, watu wa Mungu, ninawahakikishia kwa neema ya Mungu, ni hichi kizazi ambacho mimi na wewe tunatizama, tunasikiliza, tunafuatilia maneno haya. Ninawahakikishia watu wa Mungu kwa neema ya Mungu tutaangalia na tutaona ya kwamba ni hakika. Ni kizazi ambacho mimi na wewe tunaishi sasa hivi. Kama mtu yeyote, hata kama sio mtu mzima, kwa maana ya kwamba ni umri ambao anaenda kupumzika, kwa umri ambao Mungu atuambia miaka 80 kwenda juu. Na wengi kama kwenye kanisa hapa tunaona ni vijana, na wengine wengi huko duniani, kama sio mtu ambaye labda ni mgonjwa akutane na kifo cha haraka, ninahakikishia kwamba tunaenda kukutana na ujio wa Yesu Kristo mara ya pili karibuni kwa neema ya Mungu. Kwa tutaona na tutathibitishwa kwamba ni kweli. Kwa ni kizazi hiki. Siamini ya kwamba kuna kizazi kingine kitakuja huko mbele baada ya kizazi chetu. Kwa tutaona kwa njia mbalimbali, nimesema kwa njia ya Biblia, roho ya unabii, na hata kwa njia ya matukio yanayoendelea duniani. Yote yanathibitisha ya kwamba kizazi hichi ambacho mimi na wewe tunaishi ndio kizazi cha mwisho. Ndio maana tunajifunza kizazi cha mwisho na mvua ya masika. Kwa neema ya Mungu tutaangalia na tutathibitishwa na roho ya Mungu ya kwamba ni kweli. Mstari wa 35 akasema, mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Yesu alikazia hayo maneno kwa sababu
jamii kubwa ya walimwengu watapata shida kwenye hicho kizazi kuamini ya kwamba je, kweli hicho ni kizazi? Yesu akakazia akasema, mimi ni Mungu, siwezi nikadanganya, neno langu halikosei. Mbingu na nchi zitapita, lakini sio hili neno ninalolisema mimi, lazima litatokea. Kwa hicho kizazi kitakuwepo na hakitapita. Swala msingi ni kwamba je, mimi na wewe ni wana wa Isakari, tuna uwezo wa kutambua wakati? Tuna akili ya kutambua hicho kizazi kama kuna kitu? Ndio maana manabii anasema hii Mathayo 24 atakuwa kusoma sana na kujifunza na kwa maombi tuweze kutambua, je, hicho kizazi ni kipi? Je, mimi na wewe niseme hicho kizazi? Ninahakikishia watu wa Mungu kwamba kizazi hicho ni mimi na wewe tunachoishi. Lakini sasa hicho kizazi, kabla ya Yesu Kristo, kuna taarifa ambayo alisema, ambayo hiyo ndio itakaopelekea mwisho kuja, ambao Mathayo 24:14 mstari wa 14 akasema. Turudi nyuma kidogo. Mathayo 24:14 akasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Lazima habari njema ihubiriwe ulimwenguni kote, na hiyo habari njema ndio itakaopelekea ule mwisho kuja. Kwa baada ya kukijua kizazi cha mwisho, kuna hicho kizazi cha mwisho, kuna kazi ambayo itatakiwa kifanye kwa nguvu kubwa, ambayo ni kuihubiri habari njema. Asa kwa nini habari njema haijahubiriwa? Ili kanisa la Mungu, kama ambavyo Danieli 8:14 anaongelea kuhusu patakatifu takaso baada ya siku 2300. Kanisa hili la mwisho, kanisa la Mungu ambalo ni la wana marejeo wa siku ya saba, Waadventista wa Sabato SDA ulimwenguni, limeinuka baada ya tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844, baada ya zile harakati zilizoongozwa na William Miller kufika ile siku ya kurudi kwa Yesu Kristo, mtumishi wa Mungu akiwa amekosea tukio tu. Na watu wengi huwa wanamkashifu William Miller. Anasema kwamba zile harakati, msije mkatuambia dunia inaenda mwisho kama William Miller alivyodanganya watu na Yesu akurudi. Na ni Waadventista wa Sabato wanasema maneno watu wa Mungu. Wanamziaki mtu wa Mungu aliyekuwa anaongozwa na Roho wa Mungu. Tusije tukawa miongoni mwa watu wanaofanya kosa kama hilo. Kwa William Miller zile harakati ni Mungu alizokuwa anaziongoza. Na kitendo cha kukosea tukio ndicho kilichopelekea, walikosea tu kujua tukio, wakajua kwamba Yesu anarudi tarehe 22 mwezi wa 10 1844. Kumbe tukio ilikuwa ni Yesu anahama chumba cha kwanza kwenda chumba cha pili, na kanisa hili la SDA limejengwa kutokana na huduma ya chumba cha pili. Ni kanisa ambalo linainuka baada ya Yesu Kristo kuingia chumba cha pili, likiwa limesimama kwa ajili ya kurejesha ibada iliyokuwa imekanyagwa na mfumo wa upapa kwa zaidi ya miaka 1260 na zaidi, kwa sababu ilianza kukanyagwa tangu na Rumi ya kipagani. Kwa hiyo imekanyagwa kwa miaka mingi huko nyuma. Kwa kanisa hili linainuka likiwa na kazi ya kurejesha utakatifu wa ibada ambao ulikuwa umekanyagwa, kukiwa na mfumo wa uombezi bandia. Kwa Mungu anatuinua tukiwa na kazi maalum. Asa ni kwa nini kwa miaka 181 hii 2025? Ni kwa nini kwa miaka 181 hatujaihubiri habari njema na mwisho ukafika? Ni kwa sababu kuna kitu kinapungua. Na hii habari njema, kama ambavyo tunajua, tutaangalia tuone ni kizazi cha mwisho, na tutaona sasa tunaitakuwa kuhubiri habari njema. Lakini ili tuhubiri habari njema, kuna kitu lazima kitangulie kutokea, ndio habari njema itaweza kuhubiriwa kwa nguvu kubwa na ikafika kila kona ya ulimwengu. Na hii habari njema inayosema hapa, ninaamini ni ule ujumbe wa kilio kikuu ambao utahubiriwa kwa nguvu kubwa, ambao utasambaa kwenye ulimwengu wote, utafika kila kona ya dunia, ambao kanisa hili la Mungu litakuwa tuwe tayari tumeshausambaza duniani kote. Kwa nini hatujafanikiwa kuhubiri habari njema? Ndio maana tunajifunza kizazi cha mwisho na mvua ya masika. Tuangalie katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho, ukurasa 185 aya 4. Katika Matukio ya Siku za Mwisho, ukurasa 185 aya 4. Tasoma kutoka kwenye Kiswahili. Matukio ya Siku za Mwisho, mtatafsiri kwa Kiswahili, itakuwa katika Kiswahili 185 ukurasa wa 185 aya ya 4. Anasema nabii. Hasa sisi watu wa Mungu, kuna maneno hapo ambayo tunaambiwa ili tuweze kufanya kazi ya mwisho na habari njema iweze kufika kila sehemu. Anasema kwamba
Tuanze kusoma kwanza. Ukurasa wa 185 inasema, matokeo ya kumwagwa kwa Roho katika siku ya Pentekoste yalikuwa ni yapi? Habari njema za Mwokozi aliyefufuka zilipelekwa mpaka sehemu za miisho ya ulimwengu wenye makazi ya watu. Yaani matokeo ya kumwagwa kwa Roho katika siku ya Pentekoste yalikuwa ni yapi? Habari njema za Mwokozi aliyefufuka zilipelekwa mpaka sehemu za miisho ya ulimwengu wenye makazi ya watu. Ili wanafunzi wa kwanza wa Yesu Kristo waweze kupeleka habari njema karibu kila kona ya ulimwengu, ilitakuwa kwanza itanguliwe na nini? Itakuwa kwanza itanguliwe na mvua ya vuli. Walipopokea Roho Mtakatifu, habari njema iliweza kusambaa. Ili habari njema isambae, ilitanguliwa na nini? Siku ya Pentekoste. Ambayo siku ya Pentekoste ilikuwa nini? Ilikuwa ni kumwagwa kwa Roho, ambayo inatambulika kama nini? Katika ukurasa tusome sasa, katika ukurasa wa 186. Ukurasa wa 186. Katika ukurasa wa 186 aya ya kwanza mpaka ya 3 nitasoma. Kabla ya kusoma hiyo aya turudi nyuma. Aya juu yake pale nasema ya kwamba tukio la kumwagwa kwa Roho katika siku ya mitume lilikuwa ni mvua ya vuli, na matokeo yake yalikuwa ni makubwa ajabu, lakini mvua ya masika itamwagwa kwa wingi zaidi. Tukio la kumwagwa kwa Roho, tukio la kujazwa kwa Roho iliyofanyika katika siku ya Pentekoste ilikuwa ni mvua ya vuli, na ile mvua ya vuli ilifanya matokeo yawe makubwa kwenye kazi ya Mungu. Hasa wanafunzi wa Yesu Kristo walipopokea mvua ya vuli, yani walipopokea Roho wa Mungu, kazi ilienea ulimwenguni kote, walitimiza ile kusudi la Mungu ambalo limesemwa pia kwenye Marko 16:15. Marko 16:15 walielekezwa kwamba waipeleke habari njema, wahubiri injili ulimwenguni kote. Kwa walifanikiwa kufanya ile kazi katika kipindi chao. Agizo lile ile ambalo limeandikwa na mtumishi wa Mungu Marko 16:15, yakiwa ni maneno ya Yesu Kristo, anapotuambia kwamba tuisome kidogo tutarudi hapo. Marko 16:15. Marko 16:15 anasema ya kwamba akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Lile agizo liliwahusu wale mitume na linanihusu mimi na wewe tunaishi katika kipindi hichi cha sasa. Kwa wale mitume, ili waihubiri ile habari njema ambayo ni injili, walipokea mvua ya vuli. Sasa zamu imebakia kwetu, tumetumwa tukaihubiri injili ulimwenguni kote. Na hiyo injili ni ipi? Katika kipindi chetu mimi na wewe tumepewa injili, ambayo injili imesemwa katika Ufunuo 14 mstari wa 6 mpaka mstari wa 12, ambayo ni jumbe za malaika wale watatu, malaika wa kwanza, malaika wa pili, malaika wa tatu. Na hasa sisi sasa tunashughulika na malaika watatu, na kama ambavyo bango letu linasema la ministry, kusudi la Mungu la kutupatia ujumbe wa malaika yule watatu ni tuwaandae watu wasimame wakiwa waaminifu wakati ambapo hukumu ya upelelezi itakapokwenda kuhamia hivi karibuni kwa walio hai. Kwa kazi yetu sisi ni kuandaa watu, na ndio kazi kubwa ya ministry, kama ambavyo kwa neema ya Mungu bango letu linavyosoma hapo, kama ambavyo Roho wa Mungu ametuongoza, kwa maana ya kwamba tunatakiwa kuandaa watu. Hiyo ni manuscript release gombo la kwanza ukurasa wa 228 ndio linavyotuambia hivyo. Kusudi la Mungu la kupatia ujumbe wa malaika yule watatu ni kuandaa watu wasimame wakiwa waaminifu hukumu ya upelelezi inapokwenda kuhamia kwa walio hai. Na hiyo ni injili ambayo tumepewa mimi na wewe kuipeleka. Sasa ni kwa nini hiyo injili tulipewa siku nyingi? Tangu Kristo anapoingia patakatifu na pakala mbinguni, tukafunuliwa ujumbe wa malaika yule watatu. Kwa sababu malaika wa kwanza na malaika wa pili walihubiriwa na zile harakati za kina William Miller. Hawakuwa wamehubiri ujumbe wa malaika yule watatu. Kwa yule malaika watatu tuna kazi kubwa ya mimi nayo kumhubiri. Kwa nini kwa miaka 181 kazi haijaisha? Kwa sababu kuna kitu kimepungua katika kazi yetu. Kwa tukiangalia katika matukio ya siku za mwisho ukurasa wa 186 tutasoma aya ya kwanza mpaka ya 3, inasema ya kwamba wakati wa kukaribia kufunga mavuno ya dunia, ambapo ninaamini wakati huo ni sasa. Tupo karibu kufungwa kwa mavuno ya dunia, kwa sababu tunaishi kizazi cha mwisho ambacho kwa neema ya Mungu tutathibitisha na kuonyesha ya kwamba ni kizazi hichi ambacho mimi na wewe tunaishi sasa hivi. Anasema wakati wa kukaribia kufunga mavuno ya dunia, umwagaji maalum wa neema ya kiroho umeahidiwa ili kuliandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwa mwana wa Adamu. Umwagaji huu wa roho unafananishwa na kunyesha kwa mvua ya masika. Kwa ili kazi ishe inahitaji mvua ya masika, kama ambavyo mvua ya vuli ilifungua injili. Tusome inaendelea kusema kwamba kabla upatilizwaji wa hukumu za Mungu duniani, kutakuwa na uamsho wa utauwa wa zamani miongoni mwa watu wa Bwana
kwa kiasi ambacho hakijawahi kushuhudiwa tangu nyakati za mitume. Roho na uwezo wa Mungu vitamwagwa juu ya watoto wake. Kazi itafanana na ile ya siku ya Pentekosti. Kama vile mvua ya vuli ilivyotolewa katika umwagaji wa Roho Mtakatifu wakati kazi ya Injili ilipokuwa ikianza, ili kusababisha mbegu ya thamani kuota, vivyo hivyo mvua ya masika itatolewa katika wakati wa kufungwa kwa Injili ili kukomaza mavuno. Kwa mvua ya vuli ilikuwa inafungua Injili na mvua ya masika inakwenda kufunga Injili. Hasa tumeshindwa sisi kuhubiri habari njema kwa sababu tumekosa mvua ya masika. Na ndio maana katika mfululizo wetu tunajifunza kizazi cha mwisho ambacho kimesemwa katika Mathayo 24:34 kwamba kizazi hiki hakitapita, ambacho hicho ndio kizazi cha mwisho, ambacho hicho kizazi ndicho ambacho wale watakao kuwa wamekubali kufuata mapenzi ya Mungu watatumiwa kuhubiri habari njema iliyosemwa katika Mathayo 24:14 ambayo itatupelekea kwenda kwenye mwisho wa nini? Wa dunia. Kwa hiyo kukosekana kwa mvua ya masika ndio kumepelekea tuko mpaka sasa hivi. Ni kweli kwamba kuna mafundisho yanatolewa lakini hayana nguvu, kwa sababu watu wa Mungu wengi tunahubiri maneno makavu ambayo ndani yake hayana uwepo wa Mungu. Kwa hiyo imetuchukua miaka 181 mpaka sasa hivi tunatangatanga kwenye ulimwengu. Lakini kazi hii ingetakiwa iwe imeisha. Kwa ushahidi tutaona kabisa, unajua Yesu Kristo alikuwaje kwenye kizazi cha kwanza cha Yesu. Hatukutakiwa tuwepo. Isije nikaenda mbele, au tutayaona mbele kwa neema ya Mungu kwamba hatukutakiwa tuwepo sasa hivi. Kwa tupo kwa sababu kuna kitu tumeshindwa kufanya ili tupokee mvua ya masika, halafu tuweze kupeleka ukweli wa mwisho kwa nguvu kubwa na Bwana wetu aje. Kwa tumemzuia Yesu Kristo kwa sababu tumeshindwa kutimiza kusudi lake. Katika Mathayo 24:36 hasa turejee kutafuta kizazi cha mwisho, kwamba je, ni kweli hiki ni kizazi cha mwisho? Katika Mathayo 24:36 huwa kuna maneno yanasemwa pale ambayo watu wengi tumeyatumia vibaya. Mathayo 24:36 yanasema, Biblia za Kiswahili huwa ziandiki vizuri ili fungu. Tutajaribu kuliangalia kwa wenzetu walikuwa wanafikiriaje, lakini pia nasemaje Biblia zingine na tafsiri sahihi inasemaje. Katika Mathayo 24:36 anasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Hivyo ndivyo inavyosema Biblia yetu ya Kiswahili, kwamba habari ya kuja kwa Yesu, lakini siku ile na saa ile hakuna ijuaye. Je, ni kweli kwamba hatutajua chochote kuhusu ukaribu wa kuja kwa Yesu Kristo? Hasa watu wengi sana duniani na hata kwenye kanisa la Mungu wanajaribu kukataa ukweli unaotupeleka mwisho kwa sababu ya hili fungu moja ambalo wamekuwa katika uelewa ambao sio sahihi. Watu wengi wanashindwa kuangalia habari zinazotupeleka mwisho kwa kuwa na uelewa mbaya juu ya hili fungu moja. Ni kweli hatuwezi kujua siku na saa. Neno la Mungu linatuambia hatuwezi kujua. Lakini je, hatuwezi kujua ukaribu uliopo mlangoni? Hilo ndio swali kubwa ambalo tutakuwa tujiulize. Ni kweli hatuwezi kujua siku na saa. Je, hatuwezi kujua ukaribu ulioko mlangoni? Wasi wengi wanasema ya kwamba ile sheria ya Jumapili kitangazwa ndio tutajua kwamba mwisho umekaribia. Unajua kwa Adventista wa Sabato, sheria ya Jumapili kisha tangazwa na haukujua kwamba iko karibu kiasi gani kutangazwa, automatically utakuwa umechelewa. Kwa sababu kuna maandalizi yanatakiwa yawe yamefanyika kwa watu wa Mungu kabla ya sheria ya Jumapili kutangazwa. Sababu sheria ya Jumapili inapotangazwa, maana yake mlango wa rehema unakwenda kufungwa kwa Adventista wa Sabato na hatutaweza kusimama. Nabii anatuonya katika Pambano Kuu. Pambano Kuu nabii ameonya katika ule ukurasa Pambano Kuu. Kuna watu wanapuziaga, wanasema ya kwamba labda ikifika sheria ya Jumapili tangazwa ndio tutafanya maamuzi fulani, bila kujua kwamba kwa kufanya hivyo automatically watakuwa wamechelewa. Katika ukurasa wa 620 Pambano Kuu nitasoma pale, nabii anasema, wale wanaochelewa kujiandaa kwa ajili ya siku ya Mungu hawataweza kupata muda wa kujiandaa katika wakati wa taabu au wakati wote baadaye. Yaani wakati wa taabu mtu hawezi kujiandaa. Sheria ya Jumapili inapokuwa inatangazwa, tunakuwa tumeingia kwenye taabu. Hakuna mtu anayeweza kubadilisha tabia wakati wa taabu. Kwa lazima kuna tabia ambazo natakuwa tuwe nazo kabla ya kuingia kwenye mtihani. Sheria ya Jumapili ni mtihani. Hakuna mtu ambaye anaingiaga siku ya mtihani eti anafanya maandalizi. Maandalizi yanafanyika kabla siku ya mtihani.
Sasa watu wengi sana wanasubiria sheria Jumapili ikitangazwa ndio wafanye maandalizi. Huwezi, utakuwa umechelewa automatic. Maandalizi yanafanywa kabla ya mtihani. Siku ya mtihani unaingia kufanya mtihani ukiwa umeshajiandaa huko nyuma. Kwa wengi wanashindwa kuelewa ukaribu. Wanaposema kwamba tunaposema hakuna Yesu kwa sasa, wanaposema kwamba hakuna ajuaye, hata hakuna ajuaye, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni. Ukibaki ukaishia kwenye huo uelewa, unaweza usiwekeze muda wako kujua ukaribu. Na hili fungu halitakiwi liaondoe hayo mengine ya juu yaliyotangulia. Sasa watu wengi wanalichukuaga hili fungu, alafu linaondoa lile neno kwamba uji wake uko karibu mlangoni, na kana kwamba hilo halijawahi kusemwa. Alafu pia wanaondoa ile kwamba kizazi hiki hakitapita, kana kwamba hicho kizazi hakitajulikana. Huo sio uelewa sahihi, na huo ni uelewa mbaya ambao watu wa Mungu wengi wamekuwa wakifundishwa hivyo, na wanaishi maisha ya kujiachia wakati mlango wa rehema uko karibu kufungwa. Tunahitaji kujua wakati, na ndio maana kwenye mfululizo wetu tunajifunza ya kwamba kizazi cha mwisho na mvua ya masika, lazima tujue tuko kwenye wakati upi. Kujua wakati kunatusaidia kujua jinsi ya kuishi katika huo wakati. Sasa turudi kwenye uelewa huko nyuma ambao walikuwa nao watangulizi wetu. Unajua watu wa Mungu, kanisa hili la Adventista wa Sabato limeanzia sio leo. Limeanza tarehe 22 mwezi wa 10 1844, likaja kupata usajili mwaka 1863. Wengine wanafikiri kanisa limeanza 1863. 63 lilipata usajili. Ili kanisa linainuka, hii harakati hizi ni harakati. Hii movement imeanza mwaka 1844. Na wakati inaanza kuna uelewa ambao walikuwa nao wale tunaita wa pioneers wetu au watangulizi waliokuwa watangulizi wetu huko nyuma waliotangulia. Sasa kuna uelewa waliokuwa nao kwenye hili fungu. Walikuwa na uelewa gani? Ili hebu tuangalie wale pioneers wetu, alafu tuangalie na uelewa wa wenzetu ndani ya kanisa sasa hivi. Hebu angalia uelewa wa pioneers wetu kuhusu hilo fungu, alafu linganisha na uelewa wa mchungaji wako kwenye mtaa wako. Linganisha na uelewa wa mwinjilisti na wale wote wanaongoza ibada katika masehemu yetu ya maibada. Wana uelewa gani juu ya hili fungu? Angalia uelewa waliokuwa nao wenzetu, alafu linganisha uelewa kwetu. Tusije tukakutwa kama mwivi. Tusipokuwa makini, tutaangukia kwenye Wathesalonike wa kwanza 5:1 inayosema 1:2, Wathesalonike wa kwanza 5:2. Tunapoamini kwamba siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Tusikumbuke ya kwamba bali sisi ndugu hatumo gizani. Tusipokuwa katika uelewa sahihi, siku ya Bwana kweli itakuja kwetu kama mwivi. Kwa nini siku ya Bwana ije kama mwivi? Kwa sababu unachukua uelewa ambao sio sahihi. Kwa hiyo tunahitaji kuwa katika uelewa sahihi wa haya maneno. Tusipokuwa katika uelewa sahihi, tunaenda kuangukia pabaya. Hasa tuangalie katika kitabu kilichoandikwa na Mzee James White ambaye alikuwa ni mume wa dada Ellen G. White nabii. James White aliandika kitabu kinaitwa Second Coming of Christ. Second Coming of Christ. Nitasoma kutoka mle, nitanukuu maneno kutoka katika hicho kitabu tuone uelewa wa James White. Je, walikuwa wanaelewaje? Na ule ndio ulikuwa uelewa wa kipindi kile cha wakati harakati zetu zinaanza. Ndio walikuwa uelewa kuhusiana na hili fungu. Kuhusiana na hili. Tasoma kwenye hicho kitabu katika ukurasa wa 51. Utasoma kwenye Second Coming of Christ ukurasa wa 51 ya pili. Wale ambao wana link ya Mama Ellen G. White, kiingia kwenye ile link utakuta hicho kitabu kipo kwenye vitabu vya Pioneers. Second Coming of Christ 51 aya ya pili. Nitakisoma, nimetafsiri kwa Kiswahili kwa neema ya Mungu. Inasema, James anaanza kusema, Elder James anasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, hata malaika walio mbinguni, ila Baba peke yake. Kwa linukuu hilo fungu akaendelea kusema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa mwana wa Adamu. Siku na saa nani James White anaendelea kusema kwamba siku na saa na hata mwaka wa ujio wa pili umefichwa kwa makusudi. Unaona uelewa waliokuwa nao, walikuwa na uelewa sahihi, kwa maana ya kwamba siku na saa imefichwa, hata mwaka. Unajua sasa hivi watu wa Mungu kwenye hizi harakati tunaishi katika kipindi cha sasa hivi, kuna watu wa Mungu ambao wanafikiri hata mwaka unaeleweka. Katika uelewa kina James White, hata mwaka hawakusema kwamba mwaka unajulikana. Walisema siku haijulikani, saa haijulikani, lakini hata mwaka. Tunapoendelea kujifunza mafundisho yetu,
kwa neema ya Mungu, tutaona ya kwamba hata mwaka hatuwezi kujua, sababu kitendo cha kujua mwaka kinaweza kukupelekea kujua siku na saa. Katika tunapotafuta kizazi cha mwisho, kuna makundi mawili. Kuna makundi ambayo kweli yanaamini tuko mwisho, na kuna makundi ambayo hayaamini tuko kizazi cha mwisho. Hasa yale makundi ambayo hayaamini kwamba tuko kwenye kizazi cha mwisho, hayo yako kwenye hatari kubwa. Lakini kuna makundi ambayo yanaamini tuko kwenye kizazi cha mwisho, ila yanapitiliza kwenye uelewa. Kupitiliza maana yake ni nini? Kupitiliza maana yake ni kwamba wanaenda hata mbele ya kile ambacho neno la Mungu linasema. Kuna watu ambao wanapeleka mpaka wanaujua mpaka mwaka. Ukishaenda hivyo, inakuwa tena, tutaona jinsi ambavyo nabii ametoa makemeo kwenye huo uelewa. Tunahitaji kuwa katika uelewa sahihi. Ni kweli tunaishi katika kizazi cha mwisho, lakini kuna maonyo tumepewa. Hatuwezi kujua siku, hatuwezi kujua saa. Lakini je, mwaka tunaweza tukaujua? Utakuja kuona kwamba hata mwaka hatuwezi kuujua. Hakuna namna ambavyo tunaweza tukaujua mwaka exact kwamba mwaka fulani ndio anakuja. Kwa hiyo tunachohitaji ni kuwa na uelewa sahihi wa maneno ya Mungu, ili tusije tukawa washupavu. Kuna umuhimu sana wa kuwa na uelewa sahihi wa neno la Mungu. Tunapoendelea kusoma tutaona ni kwa nini tunahitaji kuwa na uelewa sahihi, kwa sababu tusipokuwa na uelewa sahihi, shetani huwa anatumia uelewa wetu mbaya kutuumiza. Anaendelea kusema ya kwamba siku na saa na hata mwaka wa ujio wa pili umefichwa kwa makusudi. Anasema baadhi ya vipindi vya unabii hufikia wakati wa mwisho, wakati vingine huenda mbele zaidi mpaka karibu na mwisho wenyewe. Yaani huwa tunaweza tukaenda mpaka karibu kabisa na mwisho wenyewe, lakini sio kufika kabisa kwenye mwisho. Yaani unabii baada ya tarehe 22 mwezi wa 10 1840, na wakati Kristo anaingia katika chumba cha pili cha huduma, tulizuiwa kuwa na unabii wa wakati maalum. Kizazi hiki tumechoka katika kipindi hicho, baada ya kanisa la Mungu hatuna unabii wa wakati maalum, lakini tuna unabii wa wakati maalum. Ni ule unabii ambao unatupeleka mpaka kwenye ujio mwenyewe kabisa. Hasa hizo taarifa tulizuiwa kuzijua mapema. Yesu utafika wakati ambako Mungu atatujulisha mwenyewe. Anasema ya kwamba walakini hata mmoja wao anayefikia kwenye ujio wa pili. Ngoja nirudie kusoma mwanzo. Anasema baadhi ya vipindi vya unabii hufikia wakati wa mwisho, wakati vingine huenda mbele zaidi mpaka karibu na mwisho wenyewe. Walakini hakuna hata mmoja wao anayefikia kwenye ujio wa pili wa mwana wa Adamu. Yaani hakuna hata mmoja wao, hata katika manabii wote walioandika, hakuna hata mmoja wao ambaye anatuonyesha taarifa ambayo inatupeleka moja kwa moja mpaka kwenye ujio wa pili kwenda kujua kabisa wakati maalum hayupo. Anataka kusema kwamba unabii huelekeza kwa uwazi juu ya kipindi cha ujio wa pili, lakini hauonyeshi muda maalum wa tukio hilo. James White ndio ulikuwa uelewa wake, na ndio ulikuwa uelewa wa pioneers katika kipindi kile, kwa maana ya kwamba ndio sentensi ni kubwa. Anasema ya kwamba unabii huelekeza kwa uwazi juu ya kipindi cha ujio wa pili, lakini hauonyeshi muda maalum wa tukio hilo. Kwa unabii hauonyeshi muda maalum wa tukio hilo. Lakini wengi wanafikiri kwamba fungu hilo linamaanisha kuwa hatuwezi kujua chochote kuhusu ukaribu wa ujio wa pili. Akakemea pia na ule uelewa mbaya wa kwamba wengi wanafikiri ya kwamba kwa sababu ya fungu hilo hatuwezi kujua ukaribu kabisa wa ujio wa pili. Kwa James amekemea. Kwa ninaamini ule uelewa James na ule uelewa ambao alikuwa nao kuhusu ukaribu, ninaamini kwa neema ya Mungu ndio uelewa wa ministry. Ndio uelewa wetu ambao tuna kwa neema ya Mungu. Ninaamini hivyo. Kwa maana ya kwamba ule uelewa ndio unatakiwa uelewa watu wa Mungu, ili tusije tukaingia kwenye ushupavu. Kwa lazima tuangalie wenzetu walikuwa wanaelewaje na sisi tunaelewaje. Kwa pioneers walikuwa wanaelewa hivyo katika uelewa wao. Inapokuja katika niendelee kusoma tena katika hiyo Second Coming of Christ, ukurasa wa 53 aya 1. Aya ya kwanza. Anasema ikiwa fungu hilo linathibitisha kuwa watu hawatajua chochote kuhusu ukaribu wa ujio wa pili, pia linathibitisha kuwa malaika hawatajua chochote, na pia mwana hatajua chochote hadi tukio hilo linapofanyika. Yaani ikiwa watu wataamini ya kwamba eti fungu hilo linathibitisha kwamba kitajulikana chochote, na maana kwamba Yesu hajui, malaika hawajui, kwa kitajulikana chochote. Huo sio uelewa sahihi. Kwa White anasema ya kwamba tukilichukua fungu katika huo uelewa kwamba Yesu hajui, malaika hajui, sio uelewa sahihi. Anaenda kusema ya kwamba
Kristo atajua kipindi cha ujio wake wa pili kwenye ulimwengu huu. Malaika watakatifu ambao wanahudumu karibu na kiti cha enzi cha mbinguni, wakishiriki sehemu yao juu ya wokovu wa wanadamu, watajua juu ya wakati wa tukio hili la kufunga mpango wa wokovu, na ndivyo pia watu wa Mungu wanaongojea kuangalia watakavyoelewa pia. Toleo la zamani la Kiingereza juu ya fungu hilo linasomeka hivi. Tusikie sasa toleo la zamani la Kiingereza kwenye hilo fungu linasomaje. Huo ndio uelewa sahihi wa hilo fungu ambalo ilitakiwa lisomwe hivyo, sio jinsi ambavyo huo uelewa ulivyo sasa hivi. Anasema ya kwamba toleo la zamani la Kiingereza juu ya fungu hilo linasomeka hivi: walakini kwa habari ya siku hiyo na saa hiyo hakuna mtu anayepaswa kuifanya ijulikane. Issue ni kwamba hakuna mtu anayepaswa kuifanya ijulikane. Huo ndio ulikuwa uelewa wao na ndio uelewa wangu, watu wa Mungu. Kwa sio kusema kwamba hakuna ila kuifanya ijulikane. Ukikuta mtu yote ambaye anahubiri ukweli wa leo kwa neema ya Mungu, wengine ni kwa kutokuelewa, anatafuta kuilazimisha ile siku ijulikane, anakosea. Sisi hatujatumwa kuifanya siku ijulikane. By the way, unaijuaje kwanza hiyo siku? Sisi wanadamu hatuwezi tukasema sasa hivi tunaijua hiyo siku. Mungu hajatupatia huo uelewa kwa sasa hivi. Ninaweza mimi kuamini binafsi ya kwamba malaika wanaelewa. Nitakwambia kwa nini nasema malaika wanaelewa. Tuangalie katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho. Katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa wa 273 ya kwanza. Ninaamini kwamba malaika wanaelewa sasa hivi na Yesu Kristo anaelewa sasa hivi. Hiyo ndio ninaamini mimi kutokana na hii nukuu. Hii nukuu inanifanya niamini ya kwamba malaika sasa hivi wanaweza kuwa wanaelewa juu ya Yesu Kristo mara ya pili. Na kama malaika anaelewa, na maana Yesu naye anafanyeje? Anaelewa. Maana Yohana ametuambia katika Ufunuo wa Yohana, tumeona jinsi ambavyo taarifa huwa zinatumwa duniani. Taarifa inatoka kwa Baba inaenda kwa Kristo, inatoka kwa Kristo inaenda kwa malaika. Ndivyo ambavyo Ufunuo wa Yohana Ufunuo ametuambia. Kwa kama malaika wanaelewa, na maana ya kwamba Yesu anaelewa, sababu Yesu ndiye anachukua ujumbe. Tuone hii nukuu kwanza nisiende mbele. Katika Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa wa 273. Matukio ya Siku za Mwisho ukurasa wa 273 aya ya kwanza. Nitasoma maneno machache tu pale. Inasema, hii ni sura ya 19, kurudi kwa Kristo. Inaongelea kurudi kwa Kristo. Hizi nukuu ninazitoa kwenye Kiingereza. Ninatoa kwenye Kiingereza. Kwa kwenye Kiingereza ni 273 aya ya kwanza. Na hii ni nzuri kwa ajili ya pia wasikilizaji na wafuatiliaji waweze kuelewa rahisi kwa kupitia vitabu vya Kiingereza. 273 aya ya kwanza Kiingereza. Inasema ya kwamba katika Kiswahili ni 210 kwa hivi vitabu ambavyo vimetoka kwenye Ufunuo Publishing ambavyo vina picha hapa kama ya corona. Ni ukurasa wa 210. Nabii anasema, sina maarifa hata kidogo kuhusu wakati uliotamkwa na sauti hiyo ya Mungu. Anasema sina maarifa hata kidogo kuhusu wakati uliotamkwa na sauti hiyo ya Mungu. Nilisikia saa ikitangazwa, lakini sikuwa na kumbukumbu ya saa hiyo baada ya kutoka katika njozi. Maana yake nabii anasema alisikia saa ikitangazwa, lakini alipotoka katika njozi hakuwa na kumbukumbu ya hiyo saa. Anasema ya kwamba matukio yenye mvuto wa kusisimua na wa dhati yalipita mbele yangu na hakuna lugha inayotosha. Kwa nabii anasema ya kwamba alisikia siku na saa ikitangazwa, lakini alipotoka kwenye njozi hakuwa na kumbukumbu. Nani anayepeletaga njozi? Tunajua kwamba njozi wanazoletaga ni malaika wao, wanatumwa kwa jumbe wa Mungu ndio analeta. Maana yake ya kwamba yule malaika aliyoleta ile njozi alisaulishwa ile tarehe naye. Haya, Kristo naye alisaulishwa ile tarehe. Hana, ila hawajaruhusiwa kuifanya ijulikane. Na wale sio wanadamu ambao wako kwenye dhambi, ambao wanadamu wakiwa na kaneno. Na si watu wa Mungu, hasa Waswahili sisi. Huwa tuwezi kukaa na kaneno. Kaa na kaneno unasema yaka ujumbe hapo na Mungu amekwambia usiseme. Utatulia mpaka umekapenyeza, lakini niliambiwa nisiseme sasa. Nakwambia wewe tunaosika seme. Hizi wanadamu ndio tungeshindwa. Wale malaika Bwana hawajaanguka kwenye dhambi, ni waaminifu. Hata kama wanajua hilo jambo, hawawezi kulisema mpaka Mungu mwenyewe amethibitisha, mpaka Bwana mwenyewe ameamua. Na kwa nini? Ni kwa nini hawalisemi? Ni kwa sababu katika matukio ya siku za mwisho, siku na saa
kuna utaratibu ambao Mungu ametuambia tutajua. Mungu ametuambia atajua. Katika huo ukurasa tulikuwa tunaangalia. Katika huo ukurasa wa 200, turudi nyuma, ni 272. Katika 272 Kiingereza, ambao Kiswahili ni 210 kwa vitabu vyenye korona. Inasema ya kwamba mara tukasikia sauti ya Mungu kama maji mengi, ambayo ilitupa siku na saa ya kuja kwa Kristo. Watakatifu walio hai idadi yao patao 144,000 walijua na kuelewa sauti hii, huku waovu wakifikiri kuwa ilikuwa ni radi na tetemeko la ardhi. Mara tukasikia sauti ya Mungu. Kwa ni Baba mwenyewe ndiye atakayetutangazia siku na saa. Na hiyo kiangalia utajua ni kwenye pigo la 7. Wakati wa pigo la 7 ndio tutakapojua siku na saa. Kwa wakati huo sasa hivi hatuwezi tukajua. Kwa atakayefanya ijulikane ni Baba. Na ataifanya, ukisoma hiyo sura utaona ni kwenye pigo la 7 ndio atakapofanya ijulikane siku na saa. Kwa ule ndio ulikuwa uelewa sahihi wa watu wa kipindi kile, na ninaamini ndio ulikuwa uelewa sahihi wa pioneers, na naamini ndio uelewa wetu kwamba siku na saa hatuwezi kujua, lakini ukaribu tunapaswa kujua. Kuzuia kutokujua ukaribu, hilo ni tatizo. Kwa tunapaswa, hata katika pambano kuu naye ametuambia nabii katika ukurasa wa 370 aya ya 2. Pambano kuu 370 aya ya 2, tuangalie. Pambano kuu 370 aya ya 2. Kiswahili. Kiswahili kwa hivi vitabu hivi vyenye tafsiri za Kiswahili na Kiingereza ni ukurasa wa 310. Nitasoma pale. Nabii anasema, nitasoma maneno ya katikati pale baada ya Mathayo 24:3 na 33. Nabii anasema, kauli moja ya Mwokozi ni lazima isifanywe kupotosha kauli yake nyingine. Yaani uwezi ukaichukua kauli ya Mathayo 24:36 afu ikaenda kukanusha kauli ya Mathayo 24:38 ambayo inasema kizazi hiki hakitapita. Yaani haiwezekani eti kauli moja iende kupinga kauli nyingine. Huo sio uelewa sahihi. Yaani kauli moja ya Mwokozi haiendi kuipinga kauli nyingine. Kwa lazima tuwe katika uelewa sahihi. Yanasema ya kwamba ingawa hakuna mtu ajuaye siku wala saa ya kuja kwake, tunaelekezwa na kutakiwa kujua wakati inapokaribia. Lazima tujue wakati inapokaribia. Anatuambia huko karibu, mlangoni. Wewe ushinde kujua kwamba yuko mlangoni eti kwa sababu neno limesema hakuna ajuaye siku wala saa. Kwa hakuna ajuaye siku wala saa, unaishi kwa kujiachia. Mungu amesema ni uzembe ambao utakuwa kwa hivyo. Tena akatoa onyo kubwa. Anasema ya kwamba tena tunafundishwa kwamba kutozingatia onyo lake na kukataa ama kudhalau kujua wakati wa kuja kwake kwa wale walioishi katika siku za Nuhu ambao hakujua wakati wa gharika lipokuja. Akatuelekeza kwamba kwa huo uzembe uliofanyika wakati wa gharika, watu wa gharika walipuuzia onyo. Walipoa ujumbe ambao wangeweza kuamini na kuzingatia, wangeweza kuokolewa, lakini walipuuzia. Na kwa kupuuzia kwao, katika ulimwengu ambao rekodi katika ukiangalia ukiingia kwenye Google rekodi iko duniani zinaonyesha ya kwamba idadi ya watu wakati wa gharika ilikuwa inakadiriwa kuwa kati ya bilioni 7 mpaka bilioni 11. Katika ile idadi Petro anatuambia ni watu 8 tu ndio waliopona. Sasa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kupuuzia. Tunaposikia habari ya neno la Mungu ambao Mungu ametoa onyo, tunapuuzia, tunajiandaa kwenda kuangamia. Kwa anaendelea kusema ya kwamba, anasema ya kwamba tena mfano katika sura hiyo humtofautisha mtumwa mwaminifu na mtumwa mbaya na kutoa maangamizo kwa yule aliyesema moyoni mwake, Bwana wangu anakawia. Tena katika sura hiyo alitoa onyo. Natamani kwa neema ya Mungu tuangalie ile onyo kwa dakika chache zilizobakia.
tunapokwenda kumalizia mada yetu ya leo ambayo nitamani tuende mrefu. Tunakwenda kumalizia, nitamani tuangalie ile onyo ambalo amelitoa katika Mathayo 24. Tuangalie Mathayo 24 mstari wa 45 na 46. Kabla onyo tuangalie pale. Yesu Kristo katika Mathayo 24 alitupatia taarifa ambazo zilikuwa zinajibu swali lile la mstari wa 3. Mathayo 24:3 alituambia, tuambie mambo haya yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Kwa Yesu akatoa taarifa baada ya taarifa, taarifa baada ya taarifa, taarifa baada ya taarifa, na tunaambiwa kwamba tunapaswa kusoma Mathayo 24 kwa kurudia rudia. Baada ya Yesu kuwa ametoa taarifa za kutosha, sikiliza Yesu anaposema kwenye mstari wa 45. Sikia anavyosema. Mstari wa 45 Yesu anasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Sikia hiyo hoja. Yesu anasema ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Akili zinakusaidia kujua wakati. Sikia maneno nisiende mbele. Anasema ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake. Yaani kwa maana nyingine haya maneno ambayo Yesu Kristo anasema hapa ni kwamba sasa watu, nimewaambia watoto wangu kuhusu habari za mwisho wa dunia. Haya maneno Yesu aliyasema kwa wanafunzi wa Yesu Kristo ambao kwa uhakika Yesu alijua na ni Mungu alijua, anaujua mwisho tangu mwanzo. Alijua kabisa ya kwamba kina Petro, kina Yohana, kina Tomaso na wengine wote hawakutani na mwisho wa dunia. Kwa maneno haya aliandika kwa ajili yangu mimi na wewe pia ambao tunaenda kukutana na mwisho wa dunia. Kwa anaposema katika mstari wa 45 anamaanisha hasa kwa mimi na wewe, kwa maana ya kwamba yule mtumwa mwenye akili, mwaminifu, ambaye atawapatia watu chakula kwa wakati. Chakula kwa wakati nini? Ukweli wa leo, ambapo anasema kwa maana ya kwamba nimeshawapa taarifa hizo za kutosha. Sasa utakapofika wakati ambapo hizo taarifa zinatimia, kweli huko duniani ni nani atakayekuwa na akili ambaye ataweza kujua nyakati na kuambia watu ya kwamba ule wakati, kile kizazi cha mwisho ndicho hichi? Tunahitaji kuomba mno mvua ya masika ili tuihubiri habari ya mwisho kwenye ulimwengu. Yesu anauliza, anahitajika mtu mwenye akili. Unajua wakati yote ambapo Yesu anaongeaga maneno, wakati yote ambapo Yesu ametupatia ujumbe unaohusiana na kufungwa kwa historia, habari zote zinazohusu mwisho wa wakati, Yesu anaenda kumalizia akili inahusika sana kwenye wakati wa mwisho. Akili inahusika mno. Kwa anapouliza mtumwa mwaminifu, cha kwanza ni lazima mtu awe mwaminifu. Watu wengi wanashindwa kujua wakati kwa sababu sio waaminifu. Ukishakuwa sio mwaminifu, huwezi kuwa na akili, maana shetani atafunga uelewa wako. Kwa lazima uwe na akili. Akili na kupelekea kujua wakati, na ukijua wakati unaweza ukawaamsha watu, ukwambia jamani, ule wakati ambao ulisema kwenye Mathayo 24, yale matukio ndio haya, tukio ndio hili, na kile kizazi ndicho hichi. Ukaonyesha watu kupitia Biblia, roho ya unabii na matukio ambao kwa neema ya Mungu anatutumia kwenda kuonyeshana hicho kitu, na ninahakikishia kama Mungu aishivyo ndicho kizazi hiki. Inahitajika akili, mtumwa mwenye akili mwaminifu ambaye atawapa watu chakula kwa wakati, atawaambia wakati ndio huu na ukweli ndio huu, tunatakiwa tuishi hivi kwa sababu ule wakati ndio huu. Sio kila mtu anaweza kusema hizo habari, lazima mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye anaweza akaujua wakati, akawapa watu chakula kwa wakati. Ndio maana lazima tuwe kama wana wa Isakari. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 12:32. Wana wa Isakari, watu wenye akili, zile akili zilizofanya kujua nini? Nyakati, na sio kujua nyakati tu, yale yaopasayo Israeli wayafanye. Na Israeli ni mimi na leo, Israeli wa leo ni mimi na wewe MSDA. Kwa lazima tuwe na akili. Hiyo akili itupelekee kujua wakati, na tukijua wakati tujue tunatakiwa tuishije kwenye huo wakati. Hasa huyo ni mtumwa mwaminifu. Sasa kuna mtumwa wa pili ambaye katika mstari tulisoma mstari wa 45, Benasta anasema ya kwamba Benasta anamalizia taarifa za mtumwa mwaminifu mwenye akili. Benasta anasema ya kwamba heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Huyo mtumwa mwaminifu ana heri. Hasa kuna mtumwa mwingine mjinga. Ndio tumeisha kwa neema ya Mungu, nitumie dakika chache kumalizia. Tumalizie mstari wa 48 na 40, tusome 48 na 49.
Mathayo 24:48-49. Yesu anapomalizia alitoa onyo kwa ajili ya watumwa wawili. Watumwa wawili maana yake wachungaji ndani ya kanisa la SDA. Kuna waaminifu na kuna wabaya. Sasa kuna makundi mawili, kila mtu ajihukumu kwamba je, mimi ni mtumwa mwaminifu ndani ya kanisa la Mungu, ninawapa watu chakula kwa wakati. Lazima mchungaji awe mwaminifu, lazima mwinjilisti awe mwaminifu, lazima mtu yote anayewakilisha ukweli wa leo awe mwaminifu, awe na akili, awapatie watu chakula kwa wakati ambao ni ukweli wa sasa. 48-49 anasema ya kwamba lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi. Yule mtumwa ambaye sio mwaminifu anasema bwana wangu amekawia, kwamba siyajui siku na saa yeye anasema kwamba hata ukaribu wa ujui. Kwa hiyo anasema Yesu atakuja muda wote. Kwa anaposema anaanza kula na kunywa na walevi, maana yake anafanana na nini? Na dunia. Anaanza kunywa na kula na walevi. Usifikiri kwamba eti huyo mchungaji ambaye sio mwaminifu au mwinjilisti ataanza kunywa pombe. Hapana, sio ataenda kunywa pombe baa. Kwani ulevi ni nini? Ulevi ni mafundisho. Angalia katika Ufunuo 14:8. Anaposema ulevi ni mafundisho ambayo sio sahihi. Kwa atajikuta anaingia kwenye kuhangaika na mada ambazo sio sahihi, ambazo hazilengi kulikusanya kundi. Kwa atajikuta anahangaika na vitu ambavyo sio sahihi. Ufunuo 14:8 ambao ni ujumbe wa malaika wa pili anaposema ya kwamba umeanguka. Ufunuo 14:8 anasema kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulioonyesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake. Mvinyo unafanya mtu kwa nini? Mlevi. Kwa yule mtumwa ambaye sio mwaminifu, baada yake atajikuta anafanana na ulimwengu, atalipatia kanisa la Mungu mafundisho yanayofanana na ulimwengu. Mwisho wa siku atawafanya watu wa Mungu waende kuanguka, wataenda kumwabudu mnyama na kuabudu sanamu yake na kupokea chapa katika vipaji vya nyuso zao. Kwa tusipokuwa watumwa waaminifu, tukawapatia watu chakula kwa wakati, tukashindwa kuonyesha yule malaika watatu, tukaonyesha wakati tuliopo, watu watajikuta wanaenda kumwabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake. Hasa watumwa ambao sio waaminifu wanaenda kula na kunywa na walevi, maana yake wataingia kwenye mafundisho ambayo sio sahihi. Watawapatia watu chakula ambacho sio cha wakati, watawapa ukweli ambao sio wa leo, ambao mwisho wa siku hautawaandaa watu, au watu wataenda kuabudu nje ya kanisa. Maana yake watatoka nje ya kanisa, sheria ya Jumapili inapotangazwa, automatically kwa sababu hawakuwa na chakula kwa wakati, watajikuta wanaenda kumwabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake katika vipaji vya nyuso zao. Katika mstari wa 49 akasemaje? Anasema ya kwamba akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi. Kuwapiga ni nini? Wale watumwa ambao sio waaminifu watakuwa wanawapiga wajoli, kwa maana ya kuambia kwamba hakuna mtu ajaye siku sawa, achaneni nao, wanasema dunia inakaribia mwisho. Hivyo ndio kuwapiga. Maana yake ujumbe ambao ungewasaidia watu wa Mungu waamke, wao wanasimama kuupinga. Wanaambia washiriki achaneni nao, wamechanganyikiwa, achaneni na huo ni uongo. Hivyo ndio maana ya kuwapiga wajoli wenzake. Maana yake badala ya kuwapatia watu chakula kwa wakati, wanaanza kukipiga teke kile chakula. Wanaanza kukataa ukweli. Sasa wachungaji wengi ndani ya kanisa la Mungu, kwa sababu ya upofu, wanaupiga ukweli teke ambao ungewasaidia watu waamke. Sasa wanapopiga huo ukweli teke, maana yake wanaandaa watu kwenda kuabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake. Hasa katika mstari wa 50 na 51 Yesu akatoa onyo napomalizia mada ya leo. Anasema kwamba akasema 50, bwana wake mtumwa huyu atakuja siku asiyodhani na saa asiyoijua. Atakuja siku asiyodhani kwa sababu gani? Yesu anaamini Yesu atakuja kama mwivi. Yeye yuko kwenye ile kundi anasema bali ninyi ndugu amo wapi? Kwa hiyo yeye bwana wake atakuja katika siku asiyodhani. Maana yeye yupo wapi? Gizani. Bali mimi na wewe hatutakiwi kuwa gizani. Kwa nini? Tunalo lile neno la unabii ambalo ni taa. Sasa yule mtumwa ambaye sio mwaminifu,
bwana wake atakapokuja, atakuja katika siku asiyojua. Sikia atakachomfanya. Anasema mstari wa 51, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Atamkata, atamchanganya na wanafiki, kwa sababu naye amekuwa ni mnafiki. Amewapatia watu chakula ambacho sio sahihi, afu akawapiga teke watu wenye chakula sahihi, chakula ambacho kingeweza kuamsha watu na wangeweza kuamka. Kwa watu wa Mungu, kwa neema ya Mungu, tutaenda kuonyeshana huko tunavyoendelea kwenye mfulizo wa masomo yetu, kuonyeshana kwamba tunaishi kizazi cha mwisho, na kama kizazi cha mwisho lazima tuamke, tusije tukakutwa kwa kushtukiza. Bali mimi na wewe ndugu, hatupaswi kuwa gizani. Kwa nini hatupaswi kuwa gizani? Tuna neno, tuna taa inayotumulikia, inatuonyesha tulipokuwa, tulipo na tunapokwenda. Kwa Mungu atusaidie kwa neema ya Mungu, tuendelee kuyafuatilia mafundisho haya kwa maombi, na tujaribu pia kushare na wengine waweze kujua wakati tuliopo, ili waweze kufanya maandalizi sahihi. Muda karibu na kuisha. Nimalizie na Warumi 13:11, anasema Paulo, tunatakiwa sana kujua wakati na kutumia wakati kwa uaminifu. Warumi 13:11, Paulo anasema, naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Wokovu wetu uko karibu mno na sisi kuliko tulipoanza kuamini. Kwa watu wa Mungu, ni wakati ambapo tunahitaji kuwa marafiki wa Yesu Kristo kuliko wakati mwingine wote ule. Niwakaribishe tuombe na tumshukuru Mungu kwa haya, na tuendelee kuombeana na kuomba kuyafuatilia masomo haya, na Roho wa Mungu aendelee kufanya kazi ndani ya mioyo yetu akituamsha. Tusiyasikilize tukabaki hivi hivi. Inaonyesha watu wa Mungu tunaishi kizazi cha mwisho, na siku sio nyingi, wengi tutaenda kushangazwa kwa sababu tuliukuzia ukweli wa sasa. Karibuni tuombe. Tuombe. Baba uliye mtakatifu, o Baba uliye mwema, asante kwa neno lako, asante kwa taa, asante kwa namna unavyoendelea kuziangazia akili zetu na kutuonyesha Baba wakati ambao tulipo na vile tunavyopaswa kuishi. Baba, tusaidie Baba, tukawe waaminifu ili tukawe na akili za anakuja upesi Yesu Bwana wetu, mlango msafiri mbali na kwao, muda mfupi uliobakia kabla mlango alisema dhahiri nitakuja tena, amina na uje Bwana. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika Yesu anaporudi tena.